Mitaa imetulea na hapa tuko mtaani of course. Moja kati ya vitu vizuri sana nimepata washikaji ambao tuko hapa na tutapiga story mbili tatu, na mimi nitakuwa na maswali kuhusiana na wao kutokana na maoni na yao kuhusiana na wasanii, lifestyle ya wasanii wetu na vitu vingi ambavyo vinahusu wasanii. Mimi nitakuwa na maswali mawili matatu kuhusiana na washikaji zetu. Kumbuka hii ni mtaa, unasemaje? Nataka tujue mtaa ina maoni gani kuhusiana na lifestyle ya wasanii. Hapa niko na msanii pia anaitwa Dula. Nadhani ataonyesha njonjo zake alafu tuanze maswali kwa washikaji zetu. Yeah, kabisa Rua Boy hapa MC Star naongea, mtoto wa Bela ananiita, unajua anakanyagia pila mwanzo mwisho. Ani tunaelewa vumi lakini bado tupo. Tunahangaika maisha yetu ya kutafuta, ni sio ujinga, tunaelewa. Unajua maisha natafuta bado mimi nahangaika. Kabo story nakupa zaidi ya maisha, sio kudevera, nado naakilisha, natisha kama njaa babu. Yo, umemsikia Mnyamwezi? Bale, huyu anaitwa Dula, ni msanii wa Sengeli na anafanya muziki of course kutoka hapa Tanzania, Dar es Salaam. Mimi maswali yangu bana, nianze kwanza. Brother, mambo vipi? Poa. Kama kawaida. Uko vipi? Safi. Na business zinaendelea? Mungu anasaidia, tupo tunafanya biashara. Au sio? Bana, mimi swali langu la kwanza nitakuuliza kuhusiana na kama ungepewa nafasi kumfanya msanii kuwa rais wa Tanzania, ungempa msanii gani na kwa nini? Yaani ningemfanya rais kwa siku moja. Kwa msanii. Mimi ningempa Alikiba kaka. Kwa nini? Kwa sababu kwanza kuimba najua, afu anakubalika sana na watu kaka. Kwa hiyo nafasi yako moja kwa moja kama ungepata nafasi ungempa Alikiba. Kwa Alikiba. Kwa sababu ya sauti yake na nini? Anajua kuimba afu mtu wa watu. Yaani ni mtu wa watu. Sawa, swali la kwanza jamaa kajibu fresh kwamba angepewa nafasi achague rais wa Tanzania kwa siku moja na kwa nini amemtaja King, mfalme wa Bongo Flava. Swali langu la pili, kama ungeambiwa muziki msanii gani ambaye kama ungepewa muziki ungempa msanii gani ambaye mmoja tu katika wasanii wako ungempa msanii gani? Mimi naitwa Chidi Baita au Chidi Chande. Ningempa Mwana Falsafa, Mwana FA. Kwa sababu muziki wako unaelimisha. Blaza. Yaani kwamba unakuelimisha wewe kwamba unaishi na watu, afu kumbe mgongoni wao ukiwapa kisogo au nakusnitch. Unajua kaka? Kwa mimi ningempa Mwana FA. Mwana FA, Mwana Falsafa. Unaweza ukaimba tango make moja? Bwana. Unajua nakwambiaje? Sijui nataka na nyimbo zake nyingi sana. Sina nusu ya maisha. Ningependa kuwa Mwana Lucifer. Kanipa maarifa, yamenipa jina. Naonekana leo mfalme. Blaza, hiyo ngoma naikubali sana hiyo. Usilalamike, una miguu, kumbuka kuna wenzako hawana viatu bro. Ndio maana hiyo nyimbo mimi naikubali sana. Yupo na jina lako hiyo ngoma. Bro. Sawa, huyu jamaa amejibu kuhusiana na Mwana FA, amesema bana angepata nafasi kumsikiliza msanii angempa Mwana Falsafa. Swali langu jingine nasema hivi, unadhani ni kipi muhimu zaidi kwa msanii, kipaji, nidhamu au bahati, na kwa nini brother? Hivyo vyote vinahusika kaka. Kipaji pia kinahusika, bahati pia nayo, nidhamu pia muhimu ukiwa kama msanii, vyote vinachangia. Yaani ukiwa kama msanii vyote unatakiwa uwe navyo. Nidhamu muhimu, pia kipaji pia nacho kinahitajika. Hivyo kaka. Kwa hiyo vitu vyote vinahitajika, nidhamu, umeelewa, kipaji ni muhimu. Bana, swali langu jingine, ni collab gani ya msanii ungependa kuiona na ikifanyika? Aniyo collab mimi narudi tena pale. Ningeomba collab moja Mwana FA na Beni yule Mkenya, wapige collab moja. Mimi nitafarijika yani kwamba Beni mwenyewe yule Mkenya na anajua muziki. Irudiwe yani. Wapige collab moja. Au sio? Pamoja na BN kutoka Kenya. Hata ile pale Alikiba jaribu na Beni. Bonge la collab ile. Na inatamba mjini blaza. Wewe unawakilisha mtaa gani? Mtaa Kigogo hapa Mbuyuni. Blaza. Bane, bado tunaendelea kuhoji maswali, lakini siku zote nakwambia kwenye maswali kuna zile laza au bibi bana. Unamzungumziaje Dula Boy?
Blaza hapo mimi simpingi. Blaza anaujua muziki, sema unajua. Wengi wao wanaojua hawana bahati. Kwa nini? Sahihi blaza. Walikuwa wanajua wako nyuma. Alafu muziki wetu wa papu au labda bongo flavor au singeli. Kama bila hela uwezi ukatoka katika muziki. Ndio. Kwa hapo blaza mwenye aliyekuwa juu na wa chini akikomba labda kolabo, mtu wa chini upo juu, msikilize, fanya naye kolabo. Uwezi jua atakupandisha vipi kupitia yeye au utampandisha vipi kupitia yeye. Ndio. Blaza. Yote yanahitajika. Ndio narudi kwa blaza yangu alisema nidhamu, heshima, vyote vinafanyaje katika muziki. Muziki kama mpira. Uwezi ukanitoka wewe goli hadi goli ukafunge. Lazima mpeane pasi. Bwana, muziki kama mpira lazima mpeane zile assist yenyewe anasema, au sio? Sawa. Bwana, tunakuja kwenye laza. Siku zote katika maisha mnapiga story lakini una laza, unaambiwa weka laza, weka muziki. Jamaa yuko hapa mzee. Nakuaje? Fresh mapu. Kama kawaida. Kama kawaida. Hemu watambulishe kwa washikaji zako ambaye Dula Boy msanii anaimba na ana kipaji, afu aonyeshe kitu chako ulichokuwa nacho. Kipaji ninacho sio kusua, sinajua zile la kaza lazima mikazo ile, tunaelewa. Baada maisha ni naona changamoto, sinajua bado ana mambo, bado anaendelea maisha, safari siku zote, wewe siwezi kurudi nyuma, usio lazima niende mbele, lazima maisha kutafuta ni kazi inavyotakiwa. Nafanya muziki kama kawaida na hadisia. Anaitwa Dula Boy, huyu anawakilisha kipande cha Magomeni, au vipi bana? Niko naye hapa. Sasa maswali yangu mawili ya mwisho, nitaenda kwa brother hapa alafu nitaenda kwa mwanangu hapa, au vipi? Ni msanii gani? Hili swali bana, hili swali nataka nileke uze. Bana, kama unapewa nafasi, umepewa tiketi moja, wasanii wapo 5 wana perform same tofauti, unaambiwa bana, unatakiwa utokee kwenye show ya msanii mmoja. Wewe brother, ungetokea kwa msanii gani na kwa nini? Yaani kama kuna show wasanii 5. Kama wasanii gani sasa, labda wapo 5 wasanii gani? Mfano Young Lunya, mfano Madi, kuna heshima Bongo Flavor, mfano Chidi Benz, Diamond Platinum, Harmonize. Mimi ningetokea kwa Harmonize kaka. Mimi ningetokea kwa Harmonize. Kwa Harmonize kwa nini? Yaani mimi namkubali. Anajua kuimba, ana heshima. Pia muziki wake unafundisha, unaelimisha. Kwangu mimi ningetokea kwa Harmonize. Bwana, Harmonize kala shavu hapo bwana. Anasema kama anapoa tiketi ya wasanii 5 ambao wana perform Dar es Salaam, basi yeye anaona amna bwana. Mimi bwana ingie kwa Konde Boy. Big time kwa Harmonize. Bwana, swali langu la mwisho. Alafu hii hapa baadaye tunarudi kwa mwanetu, tunasema mtaa kwa mtaa, maoni tumeyapata vizuri na inakuwa ni kishkwambe, au sio bwana? Kama ungepewa nafasi ya kuwa meneja wa msanii, wewe ndo una manage, wewe ndo unasimamia, ungependekezwa kumanage msanii gani na kwa nini? Blaza, unapiga afu unarudi pale pale. Mimi nabaki pale kwa Mwana FA. Namkubali yule mtu kwa sababu muziki wake unafundisha, unatupa hustling, yani kwamba kuna changamoto ya maisha kabla ya kuteleza yeye. Na sisi tushapitia, ila anapokwambia anapoteleza yeye adondoki, anasimama anaendelea ya blaza. Mimi narudi tena kwa Mwana FA. Namkubali sana. Alright, sasa tunaenda kwenye mtazamo, au vipi bana? Sababu kuna mambo mengi lakini kuna mtazamo. Mfano, mtazamo gani ambao wewe unao kwenye unaweza ukatoa maoni yako kwenye muziki huu wa Tanzania kwa wasanii wetu ambao wanafanya vizuri ili kwenda kimataifa zaidi? Hapo blaza, nitampa Harmonize, nitampa Mwana FA. Pia huyu hapa Young Lunya namuelewa. Ila kuna mtu anamweka nyuma sana, afu mwana falsafa naye anaitwa Disaster Vina. Tungo zake ni mashairi yani yanaumiza. Wako brother, hebu rudia tena swali lako. Mfano, unapewa utoe mtazamo wa wasanii ambao wanatakiwa waende kimataifa, yani kwenye mziki huu wa Bongo Flavor waukuze zaidi, uende mbele zaidi.
wewe ungempa nafasi gani? Ungempa msanii gani manangu? Wasanii kaka wapo wengi, wasanii wapo wengi na wengi wanafanya vizuri. Wengi wanafanya vizuri kama kuna Nandi, Zuchu. Wote wanakimbiza, wasanii wengi. Mimi kwa upande wangu ningewapa hao. Hao hapo kwa maana hao ndio wawakilishe kwenye nchi yetu Tanzania. Kwa sababu hapa wengi washatoka kuwakilisha wasanii ni wa kiume. Ila kuwakilisha wasanii wa kike naona kama bado kwa nchi yetu. Ila ningependa hao wangewakilisha Tanzania ingekuwa vizuri. Bwana, wamekula mashavu wasanii kibao baada ya kupata maoni ya mtaani, na mitaa inasemaje? Mitaa imetoa majibu na majibu ndo haya. Bila ya kupoteza muda tunaendelea na mwanetu story 223. Jamaa ujue huyu watu kama wanamchukulia poa, lakini ana kipaji na uwezo wa kuimba. Dula, msanii gani unamkubali wa muziki? Mimi nakubali sana wanangu, sinajua kwa sababu sio kinyonge maisha ya muziki. Vumi lakini tupo bado sio. Lakini kuna wakali mwanangu nimetoka na onto tokali maisha ya kitambo, nimecheza na kina Richard Mafoko, wakina Nili Mario. Si unajua wakina Mufane Msizo. Ndio. Si unajua Bunda Zone mwanangu, Msakade ile. Tuona kama skane pamoja, lakini nishai kupanda kwenye jukwaa show ya Diamond Coco Beach pale. Walisha Coco Beach pale bwana. Diamond muda wake umefika na mimi muda wangu umefika, lakini msanii alikupo yeye kiongozi kipa wangu, wewe ndo mkubwa. Alikuja kupiga jumbo yake, walinzoea. Ni kuna mwanangu anaitwa Hussein Lita. Lita tunampata. Ndio. Yupo kwenye kundi la ile Msondongoma, lakini sinaelewa katika maisha kutafuta mwanao, nimehangaika kweli muziki, lakini bado tupo, sio kata tamaa, bado na ngama maisha ndo alihuvu. Nipigie ngoma moja ambayo tayari ushairekodi au ushaiandika. Na nyimbo nzuri tu. Imba. Kaza twende bali ya mwendo wa safari, Dula Boy mtu hatari, kama we utanipenda usinipinge, wamie mwendo wa safari, Dula Boy mtu hatari, utamkunoga mwambie sasa na pesa, Dula Boy utanipenda kweli kweli, utanipenda mama we utanipenda, nadhani unajua. Usiniharibishe wamie utaniharibisha, Dula Boy mimi naishi maisha ya kutafuta, na kaza lazima mikazo wangu najua, sina wasiwasi bado nangaika maisha yangu kutafuta, sio kusua hata kiujinga. Nimezoea kwenda shoti, nimezoea kwenda kule, nachopata mimi nakupalizika, mziki nafanya bado mimi nasikika, nipo media bado wananisikiliza, natisha kama njaa kweli, unajua haina masiara, sema balia. Yo, anaitwa Dula Boy. Sauti ya mtaani. Tumepata maoni tofauti kwa wadau wa mtaani, na imekuwa fresh kinomanoma. Mitaa imetulea, na hapa mitaani unataka bidhaa zako zote, au sebana, ukitaka vibaskeli unapata, ukitaka electronic ya aina yote, pasi, vitu vya kujia vya oven unapata. Yani hapa ukija wewe tu, alafu vitu OG, umenelewa vizuri, ni wewe tu ndugu yetu. Mimi naitwa Ching the baddest. Asa unaenda wapi sehemu nyingine? Ili ndio sehemu salama mzee. Jibrandi mzee, tuko hapa. Hapa bwana kuna vikombe, sahani, glasi, vitu vya mtumba. OG, kuna pasi, vitu ni imara. Hapa tupo Kigogo, Buyuni. Bana, mtaa unasemaje? Na mtaa tayari imeshatoa majibu. Na mimi naitwa Ching, hapa ni 69 Media Pro. Kwa washikaji zetu ambao wanatupata Instagram, tuko live pale 69 Media TZ, andika 69 Media TZ, tuko live Instagram. Lakini YouTube andika 69 Media Pro, subscribe, comment, like, inakuwa fresh kinomanoma. Leo tunaifunga hii hapa sauti ya mtaa, au sabana mtaa unasemaje? Mimi naitwa Ching the baddest, ndimu mtu mbadi, baba lao baba la watote. Unasemaje? Na wewe dondosha comment yako hapo, alafu inakuwa unyama unyamani, kinyamwenga sana. Aye.